Day 2 News. We enlighten the dark side. Afrika ya Mashariki imekumbwa na wingu kubwa zito jeusi, hususan nchi ya Kenya, mara baada ya taarifa zilizothibitishwa kwamba mwanasiasa maarufu wa Kenya Raila Odinga na waziri mkuu wa zamani wa taifa hilo amefariki dunia leo Jumatano Oktoba 15, 2025 katika hospitali ya Sridharam Ayurvedic Ear Hospital Research Center iliyopo katika eneo la Kerala, India, baada ya kupata mshtuko wa moyo wakati wa matembezi ya asubuhi. Kwa maana hii Odinga amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 80. Taarifa kutoka hospitali ya polisi zinabainisha kuwa bwana Odinga alikumbwa na mshtuko wa moyo akiwa kwenye matembezi ndani ya kituo cha hospitali hiyo. Alihamishiwa hospitali binafsi katika eneo hilo ambapo alitangazwa kuwa amefariki dunia. Wafanyakazi wa hospitali waliripoti kwamba kifo chake kimetokea majira ya saa 3:52 asubuhi saa za India. Msemaji wa hospitali alisema, tumefanya kila juhudi za kitabibu, lakini bwana Odinga hakustahimili mshtuko wa moyo. Na bwana Odinga alikuwa ameenda huko Kerala, yani India, siku kadhaa kabla ya kifo chake, akiwa na familia yake pamoja na madaktari wake binafsi, na alikuwa anapokea matibabu ya kiafya ambayo yanajulikana kwa jina la Ayurvedic, ambayo ni tiba ya jadi ya Kihindi yani. Ripoti zinaeleza kuwa matibabu yalihusisha matembezi ya kila siku, vipimo vya afya na mchakato maalum wa tiba ya macho. Binti yake Odinga ambaye anaitwa Rosemary Odinga pia aliwahi kupata matibabu katika hospitali hiyo kutokana na tatizo la kuona baada ya kuathiriwa na ulemavu wa mishipa ya macho mwaka 2017. Bwana Odinga mara kadhaa alieleza shukrani zake kwa hiyo hospitali kwa kumsaidia binti yake kurejea kuona kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ni hospitali ambayo alikuwa ni mwenyeji kabisa, na ni hospitali ambayo walikuwa wanafahamiana na wana ukaribu. Raila Odinga amehudumu kama waziri mkuu wa Kenya kuanzia mwaka 2008 hadi 2013 wakati wa serikali ya muungano, baada ya ghasia za uchaguzi wa mwaka 2007 hadi 2008. Aidha pia alikuwa kiongozi wa upinzani wa muda mrefu na akishiriki katika siasa za taifa kwa zaidi ya miongo mitatu, akihudumu kama mbunge wa Langata kuanzia mwaka 1992 hadi mwaka 2013, na mara nyingi alichagua kuwania urais wa Kenya. Katika siasa za Afrika ya Mashariki, Odinga anajulikana kama kiongozi wa hoja thabiti, mchangiaji wa mageuzi ya katiba ya mwaka 2010 ya Kenya na mwakilishi wa maono ya maendeleo ya kidemokrasia. Alikuwa pia mshiriki wa mashirika ya kimataifa katika masuala ya miundombinu na maendeleo ya bara la Afrika. Taratibu za kusafirisha mwili na mazishi bado zinaendelea, na kwa mujibu wa taarifa ambazo tumezipata kutoka hospitali ya Kerala zinasema kuwa mwili wa Odinga umehifadhiwa kwa wakati huu ukisubiri taratibu rasmi za kibalozi na maagizo kutoka kwa ubalozi wa Kenya ambao upo New Delhi. Taarifa zinaonyesha kuwa mwili ulihifadhiwa kwa njia ya kitaalamu kabla ya kusafirishwa Kenya, na serikali ya Kenya na ubalozi wake zitaratibu namna ya kumleta nyumbani pamoja na ratiba ya mazishi rasmi. Hali kadhalika viongozi wa kisiasa wa Kenya na wakazi wa diaspora wanatarajia kutoa rambirambi rasmi kwa familia. Sawa. Habari za kifo cha Raila Odinga zimesambaa haraka katika mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vya Kenya na kimataifa. Wafuasi wake, wanasiasa sasa na wa zamani, pamoja na wananchi wameshukuru mchango wake katika siasa za kidemokrasia, mageuzi ya katiba na utetezi wa haki za kiraia. Mitandao ya kijamii imejaa ujumbe wa rambirambi na kumbukumbu za kazi zake, huku wengi wakimuelezea kama kiongozi aliyeacha alama isiyofutika katika historia ya kisiasa ya Kenya. Kifo cha Raila Odinga ni pigo kubwa kwa siasa za Kenya na Afrika Mashariki. Mwili wake upo Kerala, India, na unasubiri kusafirishwa Kenya kwa taratibu rasmi za kibalozi. Urithi wake kama kiongozi wa mageuzi ya katiba, waziri mkuu na kiongozi wa upinzani utaendelea kuanziwa nchini Kenya vizazi na vizazi. Wakenya na mashabiki wake duniani wamekumbuka na watakumbuka mchango wake wa kudumu katika historia ya kisiasa, utetezi wa haki na maendeleo, na juhudi zake za kuunganisha taifa. Nyota iliyowaka kwa mara ya kwanza duniani mwaka 1945 Januari 7 imezima Oktoba 15 mwaka 2025, ikiangaza kwa takriban miaka 80. Hii ni Day 2 News. Day 2 News. We enlighten the dark side.